hija, yani kitabu hiki kitazungumza masuala yanayohusiana na hija, na hii ndio nguzo ya tano. Maana tumeshasoma nguzo 4, hii ni nguzo ya tano, alhaji. Haji ni kukusudia. Alhaji maana yake ni kukusudia. Mtu akisema hajajtu ilaika, maana yake na kukusudia wewe, ndio maana ya neno haji kilugha. Lakini kisheria ni kukusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanya ibada. Haji ni kukusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini kabla mtu hajakwenda haji, kuna mambo anatakiwa ayafanye. Moja ni kuwa na nia, na nia ya haji, alhaju ashhuru maalumati. Mwenyezi Mungu anasema hija ina miezi maalum. Miezi maalumu ya hija ni uliopita Shawwal. Baada ya Ramadhani tu mtu anaweza akanuia kwenda haji Shawwal, na huu mwezi tulionao wa Dhulqaada na masiku 10 ya mwezi utakaokuja Dhulhijja. Hii ndio inaitwa miezi ya hija. Sasa zamani, kabla teknolojia haijakuwa, manake wewe kama unataka kwenda haji kutoka hapa Tanzania, manake utatoka Shawwal, ili mpaka ufike haji itakuchukua muda mrefu sana kufika. Ni leo hii teknolojia imekuwa, kuna ndege, kuna magari, kuna meli, zimesaidia kurahisisha ile safari. Lakini zamani ilikuwa ni shughuli kusafiri kwenda haji. Kwa hiyo kwanza ni mtu kuwa na nia, anaweka nia. Mtu atakayeweka nia kabla ya miezi ya hija, kwa mfano akaweka nia ya hija mwezi wa Ramadhani au mwezi wa Shaabani au mwezi wa Rajab, itamlazimu hii nia izingatiwe, kwa sababu umeweka katika miezi siyo ya kunuia hija. Kwa hiyo hii nia haizingatiwi. Nia inayozingatiwa ni ile mtu atakayoweka kuanzia Shawwal na hii Dhulqaada na Dhulhijja yenyewe. Nani ataweka nia Dhulhijja? Zamani walikuwa ni wale watu wa pale Maka, manake Dhulhijja ni masiku machache, lakini watu wa Maka hawana haja ya kuweka nia toka Shawwal, kwa sababu wao ni wakazi wa pale pale Maka. Lakini waliokuwa wanatoka nje ya Maka ndio ilikuwa shughuli. Lakini kabla mtu haja kwenda hija, anatakiwa afanye taubatan nasuha, afanye tauba kwanza. Maanake wewe unakwenda kwenye ibada, kuna mtu ulimdhulumu, mrudishie, sharti za toba. Kuna mtu anakudai deni lake, na wewe ndio pesa hiyo hiyo unataka kwenda haji, nenda kamuombe, bwana, najua unanidai na tarehe za kufika, tarehe za kulipa zimefika, lakini mimi ndugu yako nakusudia kwenda hija, kwa hiyo nivumilie nirudi. Akikwambia bwana nenda, sawa, nipe hela yangu, mpe, we haji tena uende.
Tumeelewana. Lakini jambo jingine ni kuchagua arifqatu saliha, kuchagua msafara mwema unaotaka kwenda nao haji. Sio unachagua taasisi ya kihunihuni tu kwa sababu umesikia wana bei rahisi, wewe ndio unataka ukurupuke nao. Chagua taasisi yenye watu wema, viongozi wake wanamuogopa Allah, utafaidika na hiyo haji. Lakini huku kukurupuka tu hakutokufaa, kwa sababu ukichagua taasisi yenye watu wema, wale wanaogopa, kwa sababu wamebeba dhima. Wewe umetoa pesa zako, umeacha familia yako na kazi zako, unakwenda kuelekea wito wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanaogopa kwamba hawa tuliwabeba hawa ni dhima yetu. Kwa hiyo watahakikisha kwamba kile linalohitajika kule unafanya nini? Unalifanya na linatimia. Hilo ni jambo la muhimu sana. Jambo jingine ni mutabaatu nabii. Kila unalolifanya kule kwenye haji, hakikisha kwamba ni muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na watu wakifika haji wanafurahi, wanapiga ngoma, wengine wanacheza, wengine wanaandaa maulidi, kwenye maulidi kule kwa furaha tu, wenyewe wanafurahi tu. Lakini hivi ndivyo walifanya maswahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unataka kufanya maulidi, unataka kucheza, subiri urudi huku, njoo cheza, garagara, fanya kila kitu. Sio kule, sio kule. Mtu anataka kwenda haji, atoke hapa amepata angalau semina kidogo ya ile haji yenyewe, ili yawe na uelewa fulani, alafu akifika kule asikilize wale viongozi wa taasisi yake wanamwambia nini, asiyo yeye ndio mjanja kuliko wale wenye taasisi. Na nguzo hii liman istataa ilaihi sabila, hii inataka mustatia, mtu ambaye anaweza kwenda, uwezo wa kipesa, uwezo wa afya na kuaminika njia. Uwezo ziko aina tatu. Afya kwanza iwe inakuruhusu kwenda, uwezo wa pesa uwe unakuruhusu kwenda, manake uwe na gharama zitakazokupeleka na kukurudisha bila kubughudhi mahujaji wenzio. Sio una hela ya kula, una hela ya nini, unaenda kuwabughudhi watu kule. Sheria inakataa. Man haja walam yarfuth walam yafsuq rajaa kayaumi waladatuhu ummuhu, atakayekwenda kuhiji hakuwa na maneno machafu wala vitendo vibaya, anarudi kama mtu amezaliwa na mama yake. Lakini kuna watu wanakwenda haji, mtu anataka kupigana kule fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji, hakuna maneno machafu wala vitendo vichafu wala mijadala, hakuna, hairuhusiwi. Hii ni aya, hairuhusiwi hata kufanya mjadala. Mtu anakuja anataka kuanza kufanya na wewe mjadala, mwambie baba, mimi siwezi, sio pahala pake hapa, sio pahala pake hapa. Kwa hiyo haji ni ibada kongwe kwanza toka Nabii Adam
alaihi salam. Mwanadamu wa kwanza kuhiji ni nani? Adam. Na hakuna nabii ambaye hajakwenda haji. Sawa sawa. Nabiullahi Adam wakati amefukuzwa peponi, yeye kateremkia wapi? Kule Maka. Mama Hawa ameshukia maeneo ya India. Kwa hiyo wamekuja kukutana Adam na Hawa Arafa, wamekuja kukutana pale Arafa. Ndio sababu ya kuitwa Arafa. Moja ya sababu ya kuita Arafa, maanake walifahamiana pale, ndio wanakutana pale baada ya kuwa wamepoteana. So, utaanza kuniuliza hiyo pepo ilikuwa mbinguni, ilikuwa ardhini? Wanazuoni wamehitilafiana. Wapo wanaosema pepo ilikuwa mbinguni na wapo wanaosema hapana, pepo ilikuwa hapa hapa duniani, lakini ilikuwa sehemu murtafia, sehemu iliyonyanyuka, kama vile kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro kule juu kabisa, ndio ilikuwa bustani yao. Kwa hiyo wamehitilafiana wanazuoni kwamba pepo ilikuwa wapi. Tumeelewana? Wengine wanasema ilikuwa mbinguni, wengine wanasema ilikuwa ardhini. Lakini sisi shekhe wetu ametusomesha kwamba kauli yenye nguvu ni kwamba pepo ilikuwa hapa hapa ardhini, wala haikuwa mbinguni. Kwa nini? Anasema wakati Nabiullahi Adam yuko katika sakarati ya mauti, aliwatuma watoto wake wakamletee matunda ya peponi. Sasa kama Nabii Adam anajua matunda ya peponi yako juu mbinguni, vipi awatume watoto wakamtafutia matunda? Na watoto wake wakati wanatoka kwenda kutafuta hilo tunda au hiyo matunda, wamekutana na malaika. Malaika wanauliza mnaenda wapi? Sasa baba ametutuma matunda ya peponi. Nasema rudieni, baba yenu ameshafanya nini? Ameshafanya. Kwa hiyo ni moja katika dalili za wale wanaotegemea kwamba pepo ilikuwa hapa duniani, lakini kana fi makani murtafi, ilikuwa sehemu iliyonyanyuka, yani juu kabisa, kileleni kwenye mlima juu kabisa. Na bila shaka mtu akifika juu ya mlima, kule juu ya mlima kumekaa tambarare hivi ukiwa kule juu wala huwezi kujua kama uko juu ya mlima. Hawa chini ndio wanakuona wewe uko juu, lakini wewe unajiona uko kawaida, uko sawa sawa. Tumeelewana? Kwa hiyo ilijengwa Al-Kaaba, wanazuoni wamehitilafiana, alijenga Adam au alijenga malaika? Kaaba, wengine wanasema walijenga malaika, wengine wanasema alijenga Adam, lakini ilikuja kuvunjika na kupotea na alama kukawa hakuna baada ya tufani ya Nuhu, baada ya watu kufanya ushirikina zama za Nuhu. Akawalingania Nuhu miaka 950, wama amana mahu illa qalil illa dhurriyatin, isipokuwa sehemu chache tena za familia ya Nabii Nuhu tu ndio walimwamini, hawavuki watu 80. Miaka 900 na ngapi? Miaka 950, mpaka alipopewa amri ya kutengeneza safina lile, kama Mwenyezi Mungu sasa anataka kufanya vitu vyake. Tengeneza safina Nabii Nuh, wa kullama marra alayhi almalau sakhiru minhu, watu wakipita pale ambao wewe, yani katika watu hawana akili, wewe Nuh una akili. Hizi safina na meli na jahazi zinatengeneza kule baharini. Sasa wewe huku Iringa sijui unatengeneza jahazi, wewe una akili kweli? Ana fa in tasharu minna fa inna naskharu minkum, subirini tu. Ama mnanifanyia mimi maskhara, subirini tu, maskhara tutayaona ni ya nani. Alivyomaliza Mwenyezi Mungu akampa amri abebe
wanyama wawili wawili, akawatia mle kwenye meli na watu walioamini. Mwenyezi Mungu akaiambia mbingu, mwaga maji, na ardhi, chemchemi zote, toa maji. Kwa hiyo maji yanatoka mbinguni, mengine yanatoka ardhini. Sasa sisi mvua kidogo tu, Mama Samia huko tumezama faltaka almau ala amri qad qudir, maji yakakutana ya mbinguni na ya ardhini. Kwa hiyo ardhi yote ikajaa maji, kila kitu kikateketea, isipokuwa binadamu waliokuwemo kwenye safina ya Nuhu na wanyama waliokuwemo kwenye safina ya Nuhu, hakuna kilichobaki. Bismillahi majreha wa mursaha, sema bismillahi ndio injini ya hiyo safina, inapokwenda Mwenyezi Mungu ndio anaiongoza mpaka imefika sehemu imekita. Mwenyezi Mungu akaambiwa mbingu, sasa zuia maji, nao ya ardhi meza maji yako. Inazaliwa tena kizazi kipya, watu wapya wanaanza kupitia nabii na Nuhu alayhi salam, mpaka anakuja Nabiullah Ibrahim, wa idh bawa'na li Ibrahima makana albayti an tahira baitiya litaifina. Kumbuka ewe Muhammad, tulipomwonyesha Nabii Ibrahim sehemu iliyokuwepo Al-Kaaba, walikuja malaika wakamwambia Nabii Ibrahim Al-Kaaba ilikuwa sehemu hii. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baada ya kuonyeshwa Nabiullah Ibrahim na mwanawe Ismail wakaanza kujenga ile Al-Kaaba. Sawa jamani, ndio Al-Kaaba hiyo ambayo tunaielekea mpaka leo. Ilivunjika tena, lakini ilikuwa inajengwa. Kwa hiyo pale ndipo wanapoanzia mahujaji wanaotoka huku wanakwenda kule. Yenda pale, mtu ataanza na tawafu pale, kisha ataelekea Mina, kisha ataelekea Arafa, kisha ataelekea Muzdalifa, kisha atarudi tena Mina, atakaa siku 3 pale au siku 2, kisha atarudi tena Maka, atafanya tena tawafu, atafanya sa'i. Amemaliza, atanyoa au atapunguza nywele. Ibada ya haji imefanya nini? Imeisha. Siku chache tu, siku chache. Kwa hiyo ni haji, kama nilivyosema, ni nguzo ya 5. Kwa hiyo shekhe anasema rahimahullah wa rahimana jamia,